Okay, asante sana. Kama nilivyosoma nafikiri neno la Mungu liko wazi hapa, mpenzi mtazamaji. Neno la Mungu liko wazi na halina haja ya mjadala, sababu liko wazi kwamba ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Ukitamani kazi ya askofu, sababu askofu sio wito. Unasikia bwana Jackson? Mtu kuwa askofu, hakuna wito wa kuwa askofu. Askofu ni kazi. Wito ni kuwa mchungaji, kama inavyoandikwa katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 9. Hebu tupasome hapo kwanza. Waefeso sura ya 4 mstari wa 9. Hii ndio huduma. Efeso sura 4 mstari wa 9. Basi neno hilo alipaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Hizo ndizo huduma. This is what we call ministries. Lakini hii ya uaskofu ni kazi. Sasa hii huduma ya uchungaji, mtu anapokuwa na huduma ya, sababu mtu anazaliwa na huduma hauipokei, haupewe na mtu, unazaliwa ukiwa na hicho kitu ndani. Kwa hiyo mtu anapozaliwa na hiyo huduma ya uchungaji ndani yake, anapofanya hiyo kazi ya uchungaji, yani kazi ya usimamizi wa kondoo, ndiyo kazi inaitwa ya uaskofu. Huduma uchungaji, kazi uaskofu. Askofu sio mkuu wa wachungaji, hapana. Askofu ndiye mchungaji kulingana na Biblia. Na hakuna mtu aliye zaidi ya mchungaji wa mahali katika kanisa. Hiyo ni kibiblia. Unaweza ukawe na baba wa imani, ton père spiritual father, hiyo inaeleweka. Lakini huyo baba wa imani hana neno la mwisho katika uongozi wa hilo kanisa. Aliye na neno la mwisho ni wewe, mchungaji wa kanisa. Sasa watu wamebadili neno la Mungu, watu wamebadili mwelekeo na utaratibu wa neno katika kuhudumia kanisa. Wameweka yani viwango, huyu baadaye. Kuna mmoja anajiita askofu, baadaye askofu anaangalia makanisa yote, anaangalia wachungaji, anaweka yeye anakuwa kama bwana mkuu wa mtaa. Hayo mambo mmeyatoa wapi? Yametoka wapi? Tunajua Paulo alikuwa baba wa imani wa nani? Wa Timotheo. Na wengine baba wa imani. Lakini askofu ndiye mchungaji wa kanisa la mahali. Na niwaambie kitu kimoja, hata wachungaji wenyewe wanachoka na hawa waaskofu wanaowapatia chaque jour vous leur donner des instructions. Unawapatia instructions, fanya hivi. Wewe unajifanya kama vile mkuu wa mtaa katika kanisa la Bwana. Hakuna kitu kama hicho. Mwinjilisti akienda mahali anahubiri, au mtume anahubiri, watu wanaamini Yesu, kanisa linafunguliwa pale panawekwa mchungaji. Yule mchungaji ndiye aliye na neno la mwisho kwa lile kanisa pale. Basi kwingine kunahubiriwa hivyo, mahali pengine hivyo. Sio sasa wewe ujiweke kama vile sasa wewe ndo mkuu wa mtaa, unaangalia wachungaji wote wa Tanzania wa kanisa lako. Wewe umetoa hiyo utaratibu wapi? Kwenye neno gani? Katika Biblia ipi? Sasa niliko mimi si huko zaidi, ninarudi hapa. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Cha kwanza hicho, askofu awe mtu asiyelaumika. Hapana mtu mwenye kujajama lawama, hapana. Ukitaka hiyo kazi, ni kazi, na iita kazi. Sio mimi, Biblia imeita kazi. Uchungaji ni huduma ambao mtu anazaliwa nayo. Uaskofu ni kazi. C'est un boulot, c'est un travail. Kwa hiyo kwanza asiwe mtu wa kulaumika. Umeona kumekuwa na sheria kwa mtu kuwa mwinjilisti au mwalimu au nini, sababu anazaliwa na ile huduma yeye, na Mungu alimpa hiyo, ni karama. Lakini uaskofu ni kazi. Kila mtu anaweza akawa askofu akipenda hiyo kazi. Mume wa mke mmoja. Biblia ndio imesema askofu awe mume wa mke mmoja. Mume, sio mke wa mume.
sio mke wa mume mmoja, bali mume wa mke mmoja. Sasa wewe mwanamke ambaye unakuwa askofu au mchungaji, umetosha hayo madaraka wapi? Ulisoma vesi gani? Kwenye Biblia hipi? Mama mmoja alikuwa anasema, unajua Yesu alikuja siku hizi hakuna mwanamume hakuna mwanamke sote. Nikasema shetani ni msema uongo sana. Yaani shetani anatafuta mbinu za kupotosha watu waende mbali na neno. Ndugu zangu, na wasii kama mtumishi wa Mungu na kama rafiki yenu, tafadhalini sana turudi kwenye neno la Mungu. Rudi kwenye neno la Mungu. Mungu habadiliki kwenye maneno yake. Mungu ana msimamo kwenye maneno yake. Na neno limekataza mwanamke kufundisha kanisani. Neno limekataza mwanamke kuongea kanisani. Neno linasema askofu awe mwanamume. Sasa kwa nini tuende kinyume ya neno jamani? Na neno liko wazi. Neno liko clear, liko wazi, hili liko wazi. Sasa kwa nini tuende kinyume ya neno? Kwa nini? Watu wanakusudia tu, wanatafuta vijisababu, lakini neno liko wazi. Neno liko wazi. Liko wazi kabisa. Debora alikuwa nabii mwanamke. Nimeshaeleza hilo. Nimeshaeleza Debora alikuwa na karama ya unabii, na mtu kutabiri kanisani sio shida. Ni tofauti na kufundisha kanisani. Hata katika Agano la Kale lile ambalo nasema kama Debora alikuwa nabii, Debora hakukuwa anafundisha kanisani. Hakuwa anasimama hivi mbele ya lile kusanyiko. Debora anafungua chuo, Debora anafungua gumbo, Debora anaanza. Hapana. Debora alikuwa na karama ya unabii kama aliyokuwa nayo Miriamu. Na ukitazama watu walikuwa wanaimba na kupatia watu mashauri. Sawa, hiyo sio shida. Hata sisi kanisani kwetu kuna wanawake walio na karama ya unabii ambao wanatabiri. Mnaweza mkakaa unasikia iko sema Bwana wa majeshi kesho. Na huo unabii, sikiliza sasa tena hapa. Unabii wa karama ya unabii ni tofauti na unabii wa huduma ya unabii. Neno la Mungu Bwana. Huyo mtu ambaye ana karama ya unabii anapotoa unabii wake lazima uchujwe. Lazima uangaliwe kwenye maandiko, na lazima uonekane kama utatimia. Usipotimia, maana yake huyo mtu amepitiwa na mapepo. Anastahili aitwe na wazee wa kanisa na awekewe mikono, aombewe ili kwamba hiyo pepo mbaya itoke. Sababu shetani ana uwezo wa kutumia karama ya Mungu. Ndio maneno jinsi yalivyo. Shetani ibilisi anaweza akatumie karama ya Mungu iliyo ndani ya mwanadamu ambaye amejawa Roho Mtakatifu. Shetani anaweza akafanya hivyo. Kwa hiyo karama ya unabii ni tofauti na huduma ya unabii. Sababu huduma ya unabii maana yake umekuwa mhubiri. Sasa neno limekataza. Kwa nini watu wanavifanya? Kwa nini? Kwa nini sasa mnafanya hivyo? Na neno limekataza. Kwa nini? Twende katika kitabu cha Wagalatia. Neno limekataza, lakini bado watu wanang'ang'ania tu na kutafuta vijisababu. Unaona hivyo, hiyo ilikuwa ni sheria. Si ni sheria hata leo. Kwani sheria hazipo? Si neno la Mungu ndio sheria yetu leo. Neno la Mungu ndio sheria, na neno la Mungu ni lile tu, halibadiliki. Neno la Mungu Bwana. Wanadamu watabadilika, maraisi watabadilika, lakini neno la Mungu halibadiliki. Kwa nini watu wanang'ang'ania na wakati neno limeshasema? Wagalatia sura ya 1 mstari wa 16. Sikiliza. Mstari wa 16 naanzia hapo. Alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubirie mataifa habari zake, mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu. Sikiliza hapo. Sura 18 mstari wa 18 katika kitabu cha Wagalatia. Kisha baada ya miaka 3 nilipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa, nikakaa kwake siku 15. Huyo ni nani? Huyo si mwingine, ni mtume Paulo. Anaeleza jinsi gani alivyoendelea na kazi ya Bwana. Wagalatia, narudi Wagalatia sura 1 mstari wa 6, ndio nataka nisome. 1 mstari wa 6.
Sikiliza hapo 1:6. Tuachane hizo habari za Paulo, jinsi gani alivyoelezea alivyorudi Yerusalemu, kurudi kwa wale wa mitume. Sasa mnajua vizuri Paulo kisa alivyokuwa. Paulo yeye hakutembea na Yesu. Paulo yeye hakuwa miongoni mwa wale mitume 12. Paulo yeye alipokea Yesu alipokuwa anakwenda Damaski kuua Wakristo Dameski. Kwa hiyo alipokuwa njiani ndo akakutana na nini? Na nguzo ya moto. Macho yake yakaziba. Yesu akamwambia, ni mimi Yesu naye nitesa. Akaenda mpaka kwa Anania. Anania akamwekea mikono. Kukatoka kama magamba katika macho yake. Akaenda Uarabuni miaka 3 kuondoa elimu yote ya Gamalieli. Ndio maana ninawaambia, ili neno la Mungu huwezi kulihubiri na elimu ya shule. Neno la Mungu ni Mungu anavuvia mtu kulihubiri. Hatutumie elimu ya shule hapa sisi. Hatutumie teolojia sisi. Hapana. Neno la Mungu ni Roho Mtakatifu anakuja, baadaye anakuvuvia, anakuonyesha kipi utakachokiongea. Na ni yeye anaongea kupitia kinywa chako. Na ndivyo tunavyofanya hapa. Hapa ni Roho Mtakatifu anaongea kupitia kinywa changu ili ujumbe kufikiria kupitia kamera ya Jackton. Kwa hiyo sikiliza, hii ni habari kutoka mbinguni. Na yote haya ni kwa nini? Kwa sababu Bwana anataka kuja. Injili itahubiriwa tena kama alivyosema Yesu. Ishara ya kwamba Yesu anataka kuja ni kwamba injili itahubiriwa tena. Back to the original gospel. Tunarudi kwenye injili halisi ya mitume na manabii. Ndiko huko tunakurudi. Injili itahubiriwa tena. Ndio hii itahubiriwa upya. Kwa nini? Wagalatia wa kwanza. Wagalatia sura ya 1:6. Nashangaa kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Sema amen. Watu wamegeukia injili ya namna nyingine. Wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Kuna watu wanadamu hawa watu tutawaona. Sema amen. Hawa wanaojaribu kugeuza injili ya Kristo na kuleta majisababu na kuleta mambo mengi yasiyokuwa kweli na kujaribu kufanya porojo, kugeuza injili ya Kristo. Lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Wapo watu wawataabishao na kutaka kugeuza injili ya Kristo hapo kanisani kwenu. Lakini ijapokuwa sisi Lasikia hapo ningesimama. Huyu ni mtume Paulo anasema, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni. Neno la Mungu Bwana. Wewe cheza na kingine sio neno. Neno huwezi cheza nalo Bwana. Ijapokuwa sisi, yani wao wa mitume au malaika wa mbinguni atawahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Sema amen kwa sauti kubwa. Ijapokuwa sisi au malaika kutoka mbinguni akihubiri injili nyingine tofauti na hii niliyosoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2:8-19, alaaniwe. Akiwepo malaika akikuhubiri injili nyingine tofauti na hii niliyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura 14:34-39, alaaniwe. Sikiliza gisi gani na insiste hivi. Kama nilivyotangulia kusema na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Neno la Mungu Bwana na linapatiaga mtu ujasiri mpaka mtu anajizikia amenenepa. Sema amen kwa sauti kubwa. Mtu awaye yote akiwahubiria ninyi injili yoyote. Sasa inakuwaje hii injili inaharibika hivi? Kuna watu ambao wameingizwa na shetani, ndio vita tulivyo navyo. Kuna watu ambao shetani ametuma na amewapa vyeo katika makanisa na amewapa mpaka na makanisa, na hao watu kazi yao kubwa ni kuharibu injili ya Yesu. Kuna mission speciale ya shetani
Kuna kazi maalum ya shetani katika hizi siku za mwisho ambayo shetani ameinua katika makanisa, na lengo kubwa ni kutoa watu kwenye neno. Hivi mnasikia jamani? Na hiyo kazi shetani anaifanya akiwa na Biblia mikononi. Mnasikia sasa kwa nini mambo yanaharibika? Na hilo jambo lilitabiriwa. Twende sasa katika kitabu cha Mathayo. Mathayo mtakatifu sura ya 7. Sura ya 7 na tuanze mstari wa 15. Mathayo mtakatifu sura ya 7 mstari wa 15. Acha nianze kusoma. Jihadharini na manabii wa uongo. Wanani hao? Manabii wa uongo, watu wanaowajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Watu wanaokuja, manabii wa uongo, wanavaa mavazi ya kondoo. Nje hivi mtumishi wa Mungu kabisa, Bwana awabariki, unamuona nje utafikiri ni mdogo wake na Yesu, lakini ndani mbwa mwitu, ndani ni shetani. Na hawa watu hawa wametoka kuzimu. Na nabii wa Mungu, huyu mtumishi wa Mungu Adam Aston Mbaya, amewaona hawa watu kuzimu. Ndio maana mimi nina hamu kubwa sana ya kumuona Adam Aston. Yule jamaa Mungu alimtembelea. Let me tell you it. Yani this is the truth. Yule bwana ni Mungu 100%. 100% it's God. Na hawa watu hawa ndio wanaoharibu kanisa, na wametumwa specially by the devil to come to destroy the church of God. And the only way to destroy the church of God is to prevent people from this true word, true gospel of God. Na ndio wanachokifanya wao. Hawatoi injili. Hao watu wa uongo. Utajuaje nabii wa uongo? Ni kupitia neno tu. Hakuna njia nyingine. Utatazama kwenye neno. Je, anahubiri neno? Unaona kabinti tu kanavaa suruali tu, suruali tu kana kwenda kwenye mimbara. Lakini nyinyi Mungu awasamee kweli kweli. Mungu awahurumie tu. Sikiliza, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Utawatambuaje? Kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mtu mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda nzuri hukatwa na kutupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Hawa watu wapo na wanaharibu neno, na wanachanganya neno na mawazo yao. Twende tena hapo katika Mathayo tu sura 24 mstari wa 11. Nasoma Mathayo 14 mstari wa 11. Sikiliza hapa sasa. Biblia yangu mimi inasema hivi: na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya watu wengi. Wengi wa uongo watatokea siku hizi za mwisho. Ndugu zangu, tuko mwisho wa siku za mwisho. Yesu anataka kuja kuchukua kanisa. Hii ninawaambia ni kweli. Yesu anaweza kuja hata leo. Unaweza usiamini, unaweza ukagune, unaweza ukaseme hapana, ila mimi nimetumwa na Yesu. Mimi hapa ninayeongea, hebu nitazame vizuri sura, na kuambia nimetumwa na Yesu kuja kukuambia anataka kuja kuchukua kanisa. Okoka, rudi kwenye neno, hacha mambo mabaya. Mama askofu, mama mhubiri, hacha kuhubiri, weka Biblia chini, rudi kwenye neno, kaa kanisani kimya. Usipofanya hivyo hautanyakuliwa, utabaki duniani. Dunia itaendelea tu kama jinsi ilivyo, na sisi tunaenda kufanya miaka 3.5 mbinguni. Tutaenda mbinguni, tunafanya miaka 3.5. Nafikiri kila Mkristo anachua mchakato wote wa unyakuo. Yesu hata kanyaga duniani, atabaki hewani pale, parapanda inalia, watu tunanyakuliwa. Kunyakuliwa itakuwa ujao wale wanaenda, hakuna kitu kama hicho. Itakuwa kama kufumba na kufumbua. Watu wote tunaenda, na tukishaenda tunaenda mbinguni,
tunafanya miaka 3.5. Baada ya miaka 3.5 tunarudi tena hapa duniani, sababu sisi tutakapokuwa mbinguni kule, injili inarudi Israeli. Wacha niwaeleze kidogo hapa huu mchakato. Kuna raha tutapata sisi. Yaani sisi tukinyakuliwa, neema inatoka kwa mataifa. Neema inatoka kwa mataifa. Dhiki kuu inaanza. Injili inatoka kwetu inarudi Israeli, sababu mpaka leo Israeli hawajaamini kama Yesu ni Masia. Mnajua hivyo. Kwa hiyo inabidi Musa na Elia tena waje wawahubiri, wawaambie kwamba yule mliyemsulubisha ndiye Masia. Kwa hiyo wakati roho ya Musa na Elia, hata kwa Musa na Elia ule bali roho watakuwa kule Israeli, wanawahubiri Wayahudi. Sisi tunafanya miaka 3.5 mbinguni. Baada ya miaka 3.5 mbinguni, huku ziki kuu inaendelea kwa mataifa. Kule Uyahudini wanaua huyo Musa na Elia. Sisi tunarudi Bwana yetu Yesu kuja kujitambulisha kwa wao. Baada ya Yesu kujitambulisha, watalia, watasema, hatukujua, tuombe utusamehe. Watakapolia, shetani atainuka. Tunaanza vita vya kwanza, vita vya Armagedonia. Tunamaliza vita vya Armagedonia, shetani anafungwa, tunaingia katika utawala wa miaka 1000. Tutakapomaliza utawala wa miaka 1000, shetani anafunguliwa, tunapigana tena vita vya Gogi na Magogi. Baadaye shetani anatupwa katika moto wake, na baadaye kunakuwa hukumu ya kiti cheupe. Watu wote watafufuka dunia mzima, na watakao hukumu ni sisi bibi harusi na bwana harusi. Unajua hivyo? Hii nasema tu watu wote wanafahamu. Bwana harusi atakuwa na kitabu cha uzima wa milele ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Na sisi bibi harusi, mimi niko miongoni. Kutaniona siku ile. Sitabadilika sura itakuwa hivi tu. Na Jackson naye yuko miongoni. Hata badilika sura itakuwa hivyo tu. Sisi bibi harusi tutakuwa na kitabu cha matendo. Kwa hiyo watu wote watahukumiwa, na kila mtu atahukumu wale aliowajua. Mimi kuna watu ninajua. Kwa hiyo hapa watu nikupatie kasiri. Hapa kuna wengine watapata uzima wa milele kwa matendo mazuri waliofanyia bibi harusi. Ndio maana naambiaga watu, heshimu watumishi wa Mungu. Ukisikia mtu ni Mkristo, mheshimu. Wewe kula wako upagani tu, lakini Mkristo mheshimu, sababu huko mbele tutakutana huko. Na mimi ninakujua, yani utakuja kwangu, sababu bwana harusi atakupeleka kwanza kwa bibi harusi. Ananiambia, Langi, unamfahamu? Namfahamu huyo, nilimuona Kigoma. Ila huyu naomba umpe uzima milele, sababu nilipokuwa Kigoma na ubiri alinipa chupa la maji ya baridi. Na hapo unapata uzima milele kwa mazuri tu ulionifanyia mimi. Baada ya hukumu ya kiti cheupe, wote wale ambao watapata uzima milele ambao sio bibi harusi. Ndio maana watu wengi watapata uzima milele ambao sio bibi harusi. Unaona hapo Jackson? Ndio maana hapana kudharau mtu sababu aingie katika kanisa lako. Hapana. Wengi watapata uzima wa milele ambao sio bibi harusi. Watakaa katika dunia hii tulimo, hii dunia. Hizi nyumba watu watakaa ndani. Sisi bibi harusi tutakaa katika Yerusalemu mpya, itashuka kutoka mbinguni, na tunaanza kuishi maisha ya milele. Sasa unaona huo mchakato, hapo kutakuwa raha. Hilo kama siku nyingine naweza nikalielezea vizuri kulingana na kitabu cha Ufunuo, ila hapo ninapitia tu. Ndio raha tutakayoishi. Kwa hiyo Yesu anataka kuja kuchukua kanisa. Yesu anataka kuja kuchukua kanisa. Okoka. Neno limeshasema mwanamke asihubiri. Hacha. Sasa wewe usipohubiri, shida iko wapi? Na ndio nimekuambia usihubiri. Kuna watu ambao wametumwa na shetani kuja kuharibu neno la Mungu. Na hawa watu ni hawakuanza leo. Wacha sasa niingie vizuri ili kwamba uwaelewe ni wanani. Sasa sikiliza sasa. Hawa ambao wameitwa manabii wa uongo hawakuanza leo. Ni mbinu ya shetani. Is the plan of the devil ya kutuma hawa watu waje kuharibu neno katika makanisa. Ndio hawa unaona manabii wengi siku za leo. Wengi. Sijui hapa Tanzania mna wangapi. Ila sisi Kongo ni wengi. Katika hao watu wanaojiita manabii, wengi wao ni wa uongo. Sisemi wote, kuna wengine wa kweli, lakini wengi ni wa uongo. Sasa utamjuaje huyu ni wa uongo? Utamjua kupitia neno. Hakuna njia nyingine, neno tu. Mtazame anahubiri nini, anatembeaje, anaishije kulingana na neno. Si basi? Na utamjua vizuri sana. Na utafahamu huyu ni wa uongo. Sikiliza mahubiri yake tu. Siku au wiki moja unamsikiliza mahubiri yake, utasema huyu ni wa uongo. Yaani mtu asikutishi sababu anasema Mungu ananiambia baba yako anaitwa Asumani.
baba yake ya babu yako anaitwa Angelani, mdogo wako anaitwa Mungu ameniambia. Yani let me tell you this, even the devil can do that. Hata mapepo kuna ile inaitwa familiar spirit, it can do it. Kuna mapepo ambayo yamezoea jamaa lenu, ambayo yanajua babu yake na babu yako na babu yako. Yani that is not the fact, that is not the proof that you are a true prophet from God. No, even the devil can do it. Kwa hiyo ushuhuda kwamba au thibitisho kwamba wewe ni nabii wa Mungu sio because you can prophesy. No, hakuna kitu kama hicho. Even the devil can prophesy. It's not because you can speak about something which I have done in my life. No, that's not true. Anyone can do it. Even the devil, even the familiar spirits can do it. What is the proof that you are a true prophet of God? It's when you are preaching the true gospel of the Bible. Sema amen. Unahubiri injili kweli ya Yesu na unaishi hilo neno. Aha, hauchanganyi. Sasa kuna watumishi wa uongo ambao ni maagenti wa shetani. Mafreemason wameingia katika kanisa kuliharibu kanisa. Mailuminati wametuma watu makanisani na wamefungua makanisa. This is one of the plan of the devil, kuharibu makanisa. Na ataharibuje shetani? Ataharibu kupitia neno. Hivi watu mnaelewa jamani? Sasa kwa nini amfunguki akili kwa haya machache? Sababu gani hivi? Naona sitagusa haya mengine, ila wacha nimalizie hapa tu. Sababu gani hivi? Nikifikisha saa moja utaniambia. Kwa sababu shetani, let me tell you now this, shetani aliingiza mbegu zake katika wanadamu. Wacha nikwambie, kuna watu hapa duniani ambao sio watu. Yani hapa nitasema sasa kweli ili kwamba muelewe Langi anataka kusema nini. Kuna watu ambao sio watu. Kuna watu ambao kwa nje unafikiri ni mtu, kumbe ni nyoka. Na hao watu hao ni watoto wa shetani kutoka kuzimu, na wametumwa na baba yao Ibilisi kuja kuharibu injili. Kwa mfano nimeona kanisa moja, sijui ni wapi kule, sijui South Africa, sijui wapi, watu wanakunywa pombe, wanasema ala ajabu kabisa. Watu wanakunywa pombe kanisani kwa jina la Mungu. Na watu wanaingia pale, watu wazima wanaingia pale, wenye akili zao, jambo la ajabu hili. Na wanaingia pale wanasema eti wako kanisani, eti Mungu haangalie nje, Mungu hajali nje. Mungu alikwambia hajali nje. Mungu anajua mpaka hesabu ya nywele zako. Mungu hajali nje. Injili kutoka kuzimu hiyo. Mungu haangalie nje, anaangalia ndani, anaangalia roho yako. Shetani kutoka kuzimu. Mungu anajali nje, anajali ndani. Anaangalia nje, anaangalia ndani. Sasa kama angalia ndani, tembea sasa uchi. Kama anaangalia tu ndani, angalia nje, tembea sasa uchi. Kwa nini Mungu amesema juu ya mavazi? Mavazi ni ya ndani, ni ya nje. Kwa hiyo Mungu anaangalia sehemu zote, nje, ndani. Hawa watu wanatoka wapi? Hebu fuata historia ya hawa watu. Nikutahadharishe na mimi ili kwamba wasikubebe. Sababu hawa watu wanakuja, nimeona hata wengine wanaombea wagonjwa lakini hawataje jina la Yesu. Sikia, injili ya hawa watu ilianzia hapa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, naanza mstari wa 13. Sikiliza vizuri ili nikueleweshe. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hilo ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Kifaransa inasema hivi, le serpent m'a séduit. Mwanamke alidanganyika na nyoka. Watu wazima wanasikia hicho Kiswahili Mtu anaposema mke wangu alidanganyika na bwana Asumani. Unaelewa hivyo? Unaelewa maana yake hivi? Basi tutafanyaje? Ila nimemsamea, lakini alidanganyika. Kifaransa kinasema ma femme a été séduite. Yani mke wangu amedanganyika. Kwa hiyo hapa ndo chanzo ilianza. Unajua shetani hakuumba mwanadamu. Aliyeumba mwanadamu ni Mungu peke yake. Na shetani alipotupwa hapa duniani, alijaribu na yeye apenyeze, aingize mbegu zake.
ili kwamba kuwe watu nyoka hapa duniani ambao hawana roho ya ubinadamu, ambao yeye shetani atawatumia kiurahisi. Sasa sikiliza hapa, napenda uelewe vizuri tu. Naingia katika kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana, ili ujue hawa watu wanatoka wapi. Hapa kuko watu ambao si watu. Sikiliza sasa, Yohana wa kwanza hapa haraka haraka. Jackson akaniambia tu nitakapoeneza saa moja. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Sikiliza hapa. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kuna watu wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi, kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa ibilisi nao. Unasikia? Yani kuko watoto wa nani? Wa Mungu, na watoto wa nani? Wa ibilisi. Kuna watu hapa ambao ni watoto wa nyoka, ambao hawana roho ya ubinadamu ndani yao. Damu inayotembea katika mishipa yao ni damu ya nyoka. Utashangaa na hili. Subiri niende. Matayo mtakatifu, Matayo nimefika Matayo tayari. Sura 23 mstari wa 30 23 ndo hapa mstari wa 33. Nasoma. Sikiliza vizuri hapa. Enyi nyoka, huyu ni Yesu. Huyu ni Yesu. Enyi nyoka, wana wa majoka. Au nianze juu kidogo ili uelewe. Ili nikwambie hawa manabii wa uongo ni wanani na wametoka wapi. Ni plani ya shetani, ndugu yangu. Shetani ana plani ya kuharibu neno, na ameingiza mbegu yake, na kuna watoto wa shetani ambao ni watoto wa nyoka tangu shamba la Edeni. Wacha nipande juu kidogo. 29. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Yesu huyu anaongea na watu. Ukiwaona hivi hao maandishi na Mafarisayo ni watu kama wewe kama mimi, wanapua hizi miili hii, lakini Yesu anawaita nyoka. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema kama sisi tungalikuweko zamani za baba zetu hatungalishirikiana nao katika damu ya manabii. Hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wao waliowaua manabii. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu, enyi nyoka, wana wa majoka. Mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Kuna watu ambao ni nyoka, wana wa majoka. Sijamaliza, naenda Matayo sura ya 3. Matayo sura ya 3 mstari wa ngapi hapa? 3 mstari wa 7. 3 mstari wa 7. Nasoma, inasema hivi 3:7. Na alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiijia ubatizo wake, huyu ni Yohana Mbatizaji, ubatizo wake, aliwaambia, enyi uzao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Naishia hapo, vesi ni nyingi hapa. Nani nataka nikueleze hivi, hapa duniani kuna watu aina hizi mbili. Kuna watu ambao ni uzao wa Yesu Kristo, kuna watu ambao ni uzao wa Adamu, kuna watu ambao ni wanadamu halisi, na kuna watu wengine ambao ni uzao wa nyoka. Sasa huu uzao wa nyoka, kazi wanayofanya ni kuharibu injili ya Yesu Kristo, sababu baba yao shetani alianza kuiharibu tangu shamba la Edeni, tuliposoma katika kitabu cha Mwanzo. Ndio maana neno linavurugika, na shetani amejua njia pekee ya kuharibu ni kuwaingiza katika makanisa, wawe manabii, wawe wainjilisti, wawe walimu, ili waharibu vizuri hii Biblia. Lakini wacha nikwambie, haitawezekana. Neno la Mungu litasimama kuwa imara. Na wewe ndugu yangu naye nisikiliza, wewe ambaye ni mwana wa Mungu, unga mkono neno la Bwana, ishi kulingana na neno la Mungu. Hii Biblia hii
ndio mawazo ya Mungu. Hii Biblia hii ndio neno la Mungu. Hii Biblia hii ukiishi kulingana na hii utaenda mbinguni. Hakuna neno lingine zaidi ya hili. Ukizarau hili unadharau Mungu. Na shetani anachofanya ni kupinga hili ili kwamba wewe usipate uzima wa milele. Hebu nimalizie wapi? Nimalizie katika kitabu cha Mathayo. Nitakuwa nimemaliza kweli? Mathayo 12. 12 mstari wa ngapi? 12 mstari wa 33 hadi 30. Akawaambia mfano mwingine. Mathayo 12 mstari wa 33. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake yatakuwa mazuri. Kwa nini mti ukiwa mzuri na matunda yake yakiwa mazuri? Sababu ule mti chimbuko lake ni nzuri. Na mti ukiwa mbaya matunda yake yatakuwa mabaya. Na ndio maana hao watu hao wanaharibu neno. Ni kazi iliyoanza tangu zamani. Haikuanza leo. Na ndio leo mpaka leo inaendelea. Na ndio vita tulivyo navyo. Na ndio somo langu la leo. Vita kati ya kweli na uongo. Sema amen. Na wewe kama ni mtoto wa Mungu, yani sisi watu tunahubiri hapa, tunahubiri hawa watoto wa Mungu, hawa watoto wa Mungu ndio tunaohubiri, hawa walioandikwa katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari. Wacha nipasome hapo. Hivi niko nakimbia haraka sababu nimepewa saa moja tu. na hiyo saa moja nianze saa moja ni ndogo sana. Waefeso sura ya 1 mstari wa 4. Sikiliza hapa. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Amen. Sema amen kwa sauti kubwa. Kuna watu I feel good. Kuna watu ambao Mungu aliwateua kabla misingi ya dunia haijakuweko. Sema amen. Mungu akawachagua akasema hawa ni watoto wangu. Na hao ndio tunaohubiri hili neno. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, unajua alama ni nini? Utakaposikia hili neno hili, utasikia linagonga kwenye roho. Kuku. Linagonga kuku. Yani wewe ni mbegu. Tunajua kuna kilindi katika hili neno, kinaita kilindi kilicho ndani yako. Yani kilindi kinaita kilindi, unasikia hili neno linakugonga katika roho yako, unakosa amani. Mbegu teule hiyo. Wewe ndiye tunayetafuta. Wewe ndiye ambaye Mungu aliteua kabla misingi ya dunia haijakuweko. Neno la baba yako hili linakuja. Sababu sisi tulitoka mbinguni. Sisi hatuko wa hapa. Sema amen. Sisi tunarudi kwa baba. Na ndio maana baba yetu anataka kuja. Na ndio maana baba yetu amenituma leo nije nikwambie wewe mtoto wake ya kwamba baba yako anataka kuja. Rudi kwenye neno la baba yako. Baba yako anakupenda. Rudi kwenye neno. Hao wateule hao watoto wa Mungu ndio hao ambao sisi tunawatafuta. Yohana sura 15 na mstari wa 16. Sikiliza hao watoto wa Mungu, hao wateule wa Bwana. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Kuna watu ambao Mungu alichagua kabla misingi ya dunia haijakuweko. Yohana 17 mstari wa 24. Sikiliza hapa pia, niko haraka kidogo hapa. Baba, sikia Yesu anaomba. My God, my Lord. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hawa watu hao ndio ambao tunaowahubiri. Hebu tuende katika kitabu cha Warumi hapa haraka Warumi kitabu cha Warumi ni Warumi sura ya ngapi hapo? Warumi sura ya 8 mstari wa 29. 8:29 inasema hivi: maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi.
Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Sema amen. Kuna watu wa Mungu katika dunia hii wanaishi, wako hapa Tanzania pia. Watu wa Mungu wako hapa, watoto wa Mungu, wateule. Hakuna raha kama hii. Kuna watu ambao Mungu alijua kabla misingi ya dunia haijakuweko, hawa ni watoto wangu. Neno litakapohubiriwa hawa watakubali. Kuna kilindi kiko ndani ya roho zao ambacho kinawafanya wakisikia neno, my God, my Lord, wanasikia kitu fulani kinatingizika ndani ya roho zao. Sema amen. Hawa ni watu wa kipekee. Haleluya. Bwana abariki sana hao watu. Ni watu wa kipekee hao. Ni watu wa ajabu ambao ni watoto wa Bwana. Hao ndio ambao tunatafuta. Na ndio maana tunakuja hapa kuambia hao, sio ule ambaye anadharau neno. Ukiona mtu anadharau neno, ukiona mtu ni mpinga neno, yani mtu ni mpinga Kristo. Mpinga Kristo yuko wapi? Mpinga Kristo ashaanza kazi. Mpinga Kristo si mwingine. Kristo ni neno. Mpinga Kristo ni mpinga neno. Full stop. Yani wewe unayepinga neno ukiwa kanisani ndo mpinga Kristo. Ataweka chapa. Mimi unajua kuna vitabu viwili ambavyo shetani anakataa katika Biblia na hataki watu wavijue. Ni Ufunuo na Mwanzo. Na hivi vitabu hivi ndo tunataka sisi tufundishe watu. Yani tunataka tukae chini na watu kitabu cha Ufunuo, tuanze sura moja moja, ili kwamba watu waelewe nini maana ya kitabu cha Ufunuo. Sababu hiki kinaomba tu mpaka watu wafunuliwe. Wewe unayepinga neno, wewe ndio mpinga Kristo. Na yule anayekubali neno ndiye mwana wa Mungu, na ndio ambaye tunakuja kutafuta. Kwa hiyo wacha nimalizie na kusema hivi. Mtoto wa baba, mteule, mchaguliwa wa Bwana, Yesu amenituma kwako nikuambie, anataka rudi kuchukua kanisa. Okoka. Hacha dhambi. Hacha maisha mabaya. Pokea Yesu. Chukua uamuzi leo. Kubali kumfuata Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anataka kuja kuchukua kanisa. Sio mimi peke yangu nasema hili. Nimesikia hata mchungaji mwingine, mtumishi mwingine wa Mungu, anaitwa Pastor Kristo ya Kilome, pia ameonyesha jinsi gani Mungu amemuonyesha jinsi anakaribia kuja kuchukua kanisa. Pastor Kristo yuko Baraka, ni huko mbali sana na Baraka, ila Mungu amemtembelea mpaka nimemwona kanisani kwake akifunza, akionyesha watu jinsi gani miaka imeisha. Sio huyo tu, nimeona pia mtumishi wa Mungu mchungaji Benhin, jinsi gani naye anaonyesha jinsi Mungu amemwambia anataka kuja kuchukua kanisa. Benhin analia, anatoa machozi. Sio huyo tu, mtumishi mkuu wa Mungu ndugu William Marion Branham, Mungu amemuonyesha tangu zamani jinsi gani Yesu anataka. Kwa taarifa yako, let me tell you something. Kuna mtu ambaye Mungu ameonyesha na akamuonyesha hivi karibuni, mnamo chini ya miaka 10. Sio mimi nasema, mtu ambaye Mungu alimuonyesha chini ya miaka 10 Yesu anakuja kuchukua kanisa. Muda umebaki mfupi, muda umebaki mchache, siku zimeisha. Tunataka isha kurekodi hivi. Sikiliza, okoka. Kubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Mpe Yesu maisha yako. Achana na dhambi. Achana na maisha mabaya. Kama ulikuwa katika vifungo vibaya, acha. Kama ulikuwa katika vyama vya watu wa shetani, ondoka. Ondoka katika hivyo vyama. Mpe Yesu maisha yako, naye atakupigania, naye atakulinda. Kanisa linataka ondoka. Watoto wa baba, ni wakati wa kujikusanya. Ni wakati wa kuambia kila mwanatai mahali alipo. Ni wakati wa kuambia kila mtu Mkristo, kila mteule, kila aliye na mbegu ya Mungu, kila ambaye Bwana alimjua kabla misingi ya dunia, time is over. We are about to go back home. Tunataka rudi nyumbani. Tukusanyike kwenye neno. Turudi kwenye mzoga wetu. Mzoga ambao uko motomoto. Mzoga wetu si kingine, ni hili neno la Yesu Kristo. Tuishi kulingana na neno. Rekebisha maisha yako. Tubu dhambi. Acha mambo mabaya, utabaki. Nimekuambia Yesu anaweza akaja hata leo. Siku zimeisha. Hivi ninavyoongea hapa Yesu anasikia.
siku zimeisha. Ujumbe ndo huu, siku zimeisha. Yesu anataka kuja. Hacha maisha ya dhambi, utabaki. Dunia sio wewe wa kwanza kuianza. Ewe binti ambaye bado unadumu katika uzinzi, utabaki na uzinzi. Hacha maisha ya uzinzi, utabaki. Utabaki. Okoka, mpe Yesu maisha yako, ishi kulingana na neno. Basi kama umekubali kuokoka, naomba useme maneno haya ambayo nitasema, uyarudilie wewe. Bwana Yesu Kristo, mimi, weka jina lako hapo, mimi tangu leo nakubali kukupa maisha yangu. Naomba unitawale. Utawale roho yangu, utawale nafsi yangu, utawale mwili wangu. Najitolea kwako Yesu Kristo, na kuamini Bwana. Nataka niwe mjakazi wako. Nisamehe dhambi zangu, nihurumie makosa yangu. Najitolea katika mikono yako, katika jina la Yesu Kristo. Tuombe. Yesu Kristo, haleluya, 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 haleluya. Oh Yesu Kristo, asante Bwana kwa muda huu mchache. Asante Yesu, asante Yesu, asante Bwana, asante. Haleluya. Asante Bwana kwa muda huu mchache ambao tumekuwa pamoja na wana wako. Usamehe Bwana huyo ambaye amekubali dhambi na makosa yake. Umhurumie Baba, umwonee chini ya damu, ukamsamehe Baba na ukampokee. Roho wako Mtakatifu awe pamoja naye. Haya machache na muombea katika jina la Yesu Kristo, amen. Asante, nashukuru sana. Bwana awabariki. Naitwa Langistani, ni mtumishi wa Mungu kutoka Kongo, na leo niko hapa Tanzania tu katika safari ya Injili na kuja kulitangaza neno la Bwana. Mawasiliano yangu kama nilivyowaambia hapo awali ni kujumlisha 24381933210. Kwenye Facebook unaandika tu Langistani, na kwenye YouTube unaandika tu Langistani. Asante, kwa heri.